Leo tutapita ile njia anayopita yeye. Tayib. Na sababu ya kutufanya tupite njia anayopita yeye ni kwa sababu ukimpeleka katika njia za kimaarifa hawezi kufahamu, kwa sababu akili yake huyu ni ndogo sana. Lakini kadhalika mimi niseme katika jambo moja la msingi kabisa. Miongoni mwa maneno ambayo yaliyosemwa na wana wa vioni wanasema waladul haram, kwa maana min sifati abina'il haram. Ya Allah. Yani miongoni mwa sifa za wana haramu ni hizi zifuatazo. Naomba hapa mtu asikilize vizuri. Na ukipata kufahamu ya kwamba sifa hizi alafu mpime huyu mtoto wa bachu katika sifa hizi, ikiwa hana basi sisi tutakuwa tuna msingizia. Lakini mpime vizuri katika sifa hizi, ikiwa anazo basi kuitwa mwana haramu ni mahala pake kabisa, na wala sio tusi na wala haja tukanwa katika hali za namna hiyo. Je, sikiliza baadhi ya wanavyoni wanasemaje katika sifa za mwana haramu. Wanasema huwa man yataadha nasa fi mahdharihi, ni yule ambaye anayewaudhi watu sana pale anapokuwa yupo. Akiwa yupo yeye sifa yake ni maudhi kwa watu, huyo ni mwana haramu. Wa inda mujalasatihi, na hata ukikaa naye wewe hautapata kutoka kwake ila ni maudhi tu na mauzauza ya hapa na pale. Wadhalika lisui khuluqihi, na hiyo yote inatokea ni kwa sababu ya ubaya wa tabia zake. Tabia zake ni chafu, tabia mbaya kabisa. Bi an yakuna badhi al-lisan, kwa sababu atakuwa ni mtu mwenye lugha mbaya. Ghalidha tabi'i, tabia isiyopendeza. Khabitha fil muashara, lakini muovu katika mahusiano na jamii yake. Tazama sasa huyu mtoto wa bachu alivyokuwa yeye na mahusiano na jamii inayomzunguka. Yapoje mahusiano yake? Utabaini kabisa yeye ni kero, yeye ni mtu wa maudhi kwa watu, lakini kadhalika ni mtu mwenye tabia chafu. Hajui mkubwa ni nani amheshimu kwa ukubwa wake, na wala hajui mdogo ni nani ampe heshima kutokana na udogo wake. Baadhi ya wanavyoni wanasema mtu akiwa na sifa hizi, huyo ana sifa ya wanaharamu katika hali za namna hiyo. Sasa wewe mpime mwenyewe huyu mtoto. Miongoni mwake watahqir, na kuwa mtu ana dharau. Ukimwona mtu dharau ni nyingi sana, kuwa dharau wenzake, jua kabisa huyo anakuwa ni sifa ya mwana haramu. Tazama hii lugha tu alotumia hapa Sheikh Malemba, yani lugha za kejeli na lugha za dharau. Kwa hali ya namna hiyo, kwa mujibu wa wana wa vioni, tukimwita mtoto wa bachu ni mwana haramu hatukosei, kwa sababu hizi sifa za wana haramu anazo katika hali za namna hiyo. Wal istihza'i bil mu'minin, na mara kadhaa utamwona ni mtu mwenye lugha za istihza'i, kejeli hivi kwa waumini ambao wamemuamini Allah subhanahu wa ta'ala, akidai na kudhani yeye hapo alipo yeye ndio muumini aliyokamilika peke yake, aliyokamilika. Wengine wote hawajakamilika, wengine wote hawana wanachojua. Hii ni sifa ya mwanaharamu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo yule ambaye anahisi labda tukimwita mwanaharamu tunakuwa tumemkosea, ni wewe tu utakuwa hujajua sifa ya mwanaharamu ni ipi katika. Lakini kuanzia sasa naamini kuna watu wataweka tiki, watasema kama hivi ndivyo ilivyo, huyu kweli mwanaharamu, wala hakuna kupepesa maneno katika hali ya namna hiyo. Sikiliza sasa, amma Ibnul Harami, tawili ya pili, tafsiri ya pili ya Ibnul Haram. Fa innahu mustalahun mashhurun, bila shaka inawezekana ukatumika ni mustalah ulio mashuhuri. Wa huwa anna nutfata allati tawallada minha nabatat min alharam au min mali haram. Ya kwamba miongoni mwa mustalaha wa mtoto wa haram ni nini? Ni kwamba ile nutfa iliyotunga na kumtengeneza mtoto huyo inawezekana ikawa ni nutfa iliyotokana na mali ya haramu, ndiyo ikawa katika. Hii ni sehemu ya pili ya tawili au tafsiri ya mwana haramu, ambapo sisi na definition, ambapo sisi tupo katika ile maana ya kwanza ya swifa za mwana haramu katika hali za namna hiyo. Haya, kadhalika Ibnu Haramin
mwana haram ma yaqulu laka innahu waladun haramun. Siku zote huwa hasemi ya kwamba yeye ni mwana haramu. Af'aluhu taqulu laka innahu waladun haramun. Vitendo vyake ndio vitendo ambavyo vinavyomfunua na kumweka wazi ya kwamba kwa vitendo hivi huyu ni mwana haramu katika hali za namna hiyo. Wanavyuoni wamesema maneno ya hali ya namna hiyo, abinaul harami al-ghubar, kwamba watu wana haramu siku zote wanakuwa ni watu hawana adabu. Wanasema wanavyuoni, mwana haramu si lazima azaliwe nje ya ndoa. Inawezekana akazaliwa ndani ya ndoa lakini akawa hana adabu, hamuheshimu mkubwa, hamuheshimu mdogo, hatazami cheo cha mtu, hatazami ilmu ya mtu. Kwa hali ya namna hiyo, yeye ana uwezo wa kusema anachojisikia, ana uwezo wa kufanya anachojisikia. Kwa mujibu wa wanavyuoni wanasema huyo ni mwana haramu, kwa sababu anakuwa al-ghuba, hana adabu, hana heshima, hana busara katika hali za namna hiyo. Lakini abinaul haram hayatuhum shaqa, wana haramu siku zote maisha yao huwa ni kukagua kasoro za watu. Yani kwa mujibu wa wanavyuoni wanasema mwana haramu tabia yake huwa anadili na kutafuta kasoro za watu. Huyo ni mwana haramu kwa mujibu wa wanavyuoni. Sifa ya mwana haramu ni kudili na kasoro za watu. Lakini kadhalika binaul haram hasidun, wana haram au watoto wana haram mara nyingi sana wanakuwa ni watu wenye hasad. Kwa sababu ukiona wewe kazi yako kutafuti kasoro za watu ni ishara ya kuwa na hasadi imekutawala katika hali za namna hiyo. Tena linaqa, hasa akimwona mtu kafanya vizuri lazima aje atie doa na dosari katika mahala ambapo mtu alipofanya vizuri. Sasa wewe mwenyewe hapo ulipo, wewe ndugu yangu, kama wewe ni mkweli na unaacha akili yako huru, hebu mpime huyu mtoto wa bachu huyu, alafu utabaini ya kwamba tunapomwita mwana haramu kwa mujibu wa sifa hizi, hana sifa hizi huyu. Kama anazo, tunapomwita mwana haramu tunamtukana au tunamweka katika mahala pake? Mahala pake. Tunamweka katika mahala pake katika hali za namna hiyo. Wa kullu shay'in jamil lahum ma'ahu, lakini kila kitu kizuri ni kile anachofanya yeye. Mwana haramu anakuwa hivyo. Zuri likifanywa na mtu analitia dosari, na kila zuri ni la kwake yeye tu katika hali za namna. Si ndio alivyo huyu mtoto wa bachu? Hebu tazama orodha ya hawa mashekhe ambao yeye amewaradi, na hii ni orodha ya uchache tu. Mashekhe ambao yeye kawaradi. Hivi kweli kabisa wewe unaamini kabisa kwamba hawa mashekhe hawajui kitu? Hawa mashekhe hawahitaji heshima, wanaweza kuvunjiwa heshima wakati wote tu, wakatamkiwa maneno machafu, kejeli za kweli? Unaamini hivyo kwamba ni sawa kabisa? Hebu angalia orodha ya hawa mashekhe. Mashekhe hawa wamesoma, baada ya kusoma mpaka leo wanaendelea kufundisha dini. Wawe hawajui awe anajua, huyu mwenye elimu bandia. Si vichekesho hivi? Tuko kabisa. Haya, jambo la pili, kuna mashekhe ambao miongoni mwao, yani kwa huyu mtoto wa bachu ni mjukuu wa mara kadhaa, hana adabu nao, anawaparamia na kuwavamia. Anakosaje kuwa na sifa ya mwana haramu katika hali za namna hiyo? Mwana haramu. Kwa hiyo kwa hali ya namna hiyo hatumtukani, tunampa sifa yake, kwa sababu ndivyo alivyojipamba kwa sifa hizo. Ili asiwe mwana haramu, aache matendo haya anayokwenda nayo. Wana haramu utamwepuka. Na tulidhani alipokwenda umra labda itakuja kufuta ule wana haramu, kumbe ndio umekuja kuibuka sasa. Yani kibaya zaidi ndo kama kichaa cha wana haramu kimepanda. Sahihi kabisa. Ni hatari sana. Basi nadhani kwa watu ambao walikuwa wanafikiri anatukanwa huyu mtoto wa bachu, nadhani mmepata kujua kumbe kinachomfanya ni sifa ambazo yuko nazo ndio zinampa jina kwa sifa hiyo. Kwa hiyo sasa ni sawa na mtu ambaye akiwa na matendo ya zina ataitwa mzinifu. Ni sana mtu ambaye matendo ya wizi ya kuiba ataitwa mwizi. Kwa hiyo ni sawa tu na namna ambavyo unavyoona ndivyo namna ambavyo alivyo kijana mtoto wa bachu. Kwa hiyo tunaposema mwana haramu ni sifa inayomstahili kwa 100% kutokana na matendo yake. Sahihi. Matendo yake, lakini pia namna ambavyo anafanya ile kejeli, dharau na mfano haya, yote haya yanatokana na kuwa kile tendo cha wana haramu unapokuwa kichwani, basi matendo kama hayo hawezi kuepuka, kwa sababu ndio sifa ya mwana haramu. Na bahati mbaya basi karibia hawa watu
hawa wenye staili hii, hawa haswa wenye elimu bandia, hawana silsila elimu zao, wengi wanakuwa na mifumo ya uwana haramu, kwa sababu yule aliandaa mfumo wa elimu bandia ndio ambaye pia ametengeneza katika mfumo kuja hata mifumo hii ya radi sio kwa nidhamu na heshima adabu na mtu wa aina yoyote kwa nafasi zao, kwa elimu zao, lakini pia kwa umri wao katika hali za hii. Lakini hapa baada ya kutazama hii sifa za mwana haramu, nadhani sasa kwa mtu ambaye mwenye akili ameona na ameelewa nini kitafanyika. Sasa tukatazame namna ambavyo alivyo. Huwa akijazwa anajaa. Sahihi. Sasa kajazwa na kajaa. Sasa sisi akijazwa unampa kwa sababu unampuliza vizuri kwa sababu anakuwa yuko mahala panapostahili kupulizwa. Nataka tukamsikilize kidogo hapa, halafu kisha unalo na kusema hapa katika haya ambayo atakayoyazungumza. Hebu tuende sambamba ndio tufuatilia muda huu, tumsikize kidogo, halafu shekhe atapata kusummarize katika haya ambayo yeye aliyoyazungumza. Nukta ambazo nitazijenga hapa nitamuomba aje kuzijibu kama ninavyozijenga, wala asije akaleta zile balbala za kisufi. Maana masufi hawa makhurafi hawakai kwenye mahali nizaa pale pale. Nadhani hapa umemsikia. Nimemsikia. Yeye anasema ya kwamba anamuomba Alifaza ya kwamba akija aje atoe majibu kutokana na namna ya maswali, namna alivyoyajenga. Lakini tena anasema asije akaleta balbala zake. Usema balbala na akaleta, maana masufi na makhurafi hawa, yani ukisikia sasa hizi balbala masufi makhurafi ni lugha za kejeli. Ambapo tumeona wanavyoni wanasema ukimuona mtu anakuwa na lugha za kejeli kwa namna hiyo, huyo ni mwana haramu katika hali za namna hiyo. Sasa kaanza tu na lugha za kejeli katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo twende sambamba sasa, mtaelewa vizuri tu. Basi pale pa mzozo uingia huku tokea huku. Tayib. Tusi ni nini? Tusi ni kumwita mjinga. Tayib. Sawa. Anasema tusi ni nini? Anaanza sasa kutaka kumchambua Yusufu Diwani. Kwa maana tusi ni nini? Kwa sababu Alifadha alisema kwamba ili suala la kumwita Yusuf Diwani jahil ni makosa kwa mujibu wa dini tukufu ya Kiislamu. Yeye akasema ili swala la kumwita jahil Yusuf Diwani sio kosa. Sio kosa kama jinsi unavyomsikia hapo. Kwa hiyo anaanza hapo sasa. Yani anahalalisha sasa yeye yale ambayo anayataka yeye. Sahihi, twende kazi. Bila shaka wanavyuoni wanasema ujinga ni sifa, lakini ni sifa mbaya. Sifa ile akipewa mwenye kustahiki huwa sio tusi, bali ukimwita mjinga asiyestahiki huwa ni tusi. Wamesema wanavyuoni ya kwamba ujinga ni sifa, lakini ni sifa mbaya, wala sio tusi. Lakini litakuwa ni tusi kama atapewa mtu asiyestahiki. Kama jinsi ambavyo walivyosema wanavyuoni, uwana haramu ni sifa na wala sio tusi. Itakuwa ni tusi kama atapewa uwana haramu asiyostahiki. Naam. Lakini kama uwana haramu utakuwa umestahiki, basi itakuwa ni sifa yake na sio tusi kama jinsi ambavyo watu wanafikiria. Na yeye anasema ujinga ni sifa na wala sio tusi kama walivyosema wanavyuoni. Na lau kama ujinga atapewa mtu mwenye kustahiki sio tusi, bali itakuwa ni tusi kama atapewa yule ambaye hakustahiki, kama ilivyo kwa uwana haramu ulivyostahiki kwake katika hali namna hiyo. Twende sambamba. Sasa je, kuna sababu za kumwita mjinga? Ukiachia hii sababu ya kwanza aliyodhihirisha katika video iliyowekwa hapa kwamba eti a'udhu billahi imo ndani ya ni Qur'ani, na kwa maana hiyo yule Harmonize alikuwa anaichezea Qur'ani vibaya sana. Haya, unasikia anasema, je, kuna sababu za kuitwa mjinga? Kama jinsi ambavyo ilivyo kuna sababu ya huyu kuitwa mwanaharamu. Mambo mazuri kabisa. Tena anasema ukiachilia mbali ule ujinga wa kusema kwamba a'udhu billahi ni aya iliyo ndani ya Qur'an. Maneno ambayo kwanza ya uongo. Hakuna mahala katika klipu yangu nimesema a'udhu billahi. Hii ni aya, ni Qur'ani na Harmonize ameichezea Qur'an. Hakuna sehemu nimesema hivi. Uongo. Bali mimi yapo maneno ambayo niliyoyasema yako dhahiri kabisa kwa watu wenye akili sawa sawa katika hali za namna hiyo. Sasa katika mazingira kama haya, sikiliza vizuri sasa hapa. Katika mazingira kama haya, huyu anasema ya kwamba ukiachia ujinga huo. Tena cha ajabu alafu akaleta na
kejeli. Manake anadhihirisha sasa nini? Wana haramu. Kejeli aliyoleta ni nini? Hebu play kwanza hapo tuisikie. Nahitajwa hapa ni yale masanamu ambayo ni miungu yao. Sasa basi mimi nasema haya ni maneno ya kijinga na msemaji anastahiki kuitwa mjinga kwa kuyazungumza maneno haya. Wewe unayeona kwamba anatukanwa akiitwa mjinga, hebu njoo utuambie haya maneno aliyosema yako sawa? Kwa maana neno Allah laweza kutumika kuyaitia masanamu. Ikiwa yapo sawa, lete vitabu tuwekee ushahidi mezani. Ikiwa haya maneno hayako sawa, je, ni maneno ya kijinga au si maneno ya kijinga maneno haya? Haya, anataka kusema ya kwamba hili neno Allah kuitia masanamu na miungu mengine haya ni maneno ya kijinga. Na kama sivyo basi viletwe vitabu viwekwe mezani utuonyeshe. Angalia akili ya huyu mtu. Kwanza neno kutaja vitabu, yeye anahisi ndio maarifa sana, wakati vitabu vyenyewe hana anachokijua huyu. Hana anachokijua katika, na muda mfupi tu hapa atakuja kuonyesheni. Mtapata kubaini kwamba hayo anasema vitabu analeta, lakini haelewi kilicho katika hivyo vitabu, kwa sababu ChatGPT ndo anamuelekeza. Yani robot ndo anamuelekeza katika hivyo vitabu. Atakuwa na maarifa huyu jamani. Sasa kisha anasema, je, hili swala la kutumia Allah kwa maana masanamu na mfano hayo, je, haya ni maneno ya kijinga? Na kwa kuwa ni maneno ya kijinga, hebu endelea kuplay hapo tusikie na kuaje, ili tujue kwamba mimi nakosea nikimwita mjinga huyu. Maneno haya hata mlevi Pemba hawezi kusema maneno haya. Mlevi wa Pemba. Sikiliza maneno ya kejeli haya. Anasema haya maneno anataka aletewe vitabu. Cha ajabu sasa anaanza kutoa judgment. Hajaanza kuletewa hivyo vitabu anavyotaka yeye. Anaanza kutoa hukumu na judgment ya kwamba maneno haya hata mlevi wa Pemba hawezi kusema. Kwanza hapa anaonekana kuhalalisha ulevi wenyewe, kwa maana ulevi ni poa tu. Kwa hiyo mlevi akilewa Pemba safi kabisa, yani safi kabisa, alewe tu kuliko mtu ambaye anayesema maneno haya akiwa bara. Ndio maana ya maneno haya katika hali za namna hii. Sasa huyu kweli nyinyi kabisa mnayemuona huyu ndo bwana wa chuoni mwenyewe. Huyu Allah ya hatari sana. Haya kejeli zake hizo sasa. Na wanawavyoni wanatuambia miongoni mwa sifa za mwana haramu ni kufanya istihzai bil mu'minin, kuwafanyia kejeli waumini katika hali za namna hii. Kwa hiyo dhahiri kabisa kwamba maneno haya hawezi kusema hata mlevi aliyopemba. Kwa hiyo na support ulevi watu mlevi aliyopemba hawezi kusema, ila mlevi aliyo sehemu nyingine anaweza kusema. Unaona akili yake jinsi ilivyo huyu mtu. Sasa hii ni hatari sana katika mazingira kama haya. Twende sambamba, sasa mtaelewa kitu hapa. Angalia sasa hapa ndugu zangu, akaja akachukua klipu yangu ambayo klipu hii tayari tulishaitolea ufafanuzi. Na yeye mwenyewe akaja kuyasema maneno hayo hayo ninayoyasema mimi. Angalia huyu mtu alivyokuwa mjinga huyu. Na ndio maana tunasema ya kwamba mara nyingi sana huyu mtoto ilmu hana, ilmu alikuwa nayo ni ilmu bandia. Kwa maana hii laptop yake anauliza ChatGPT, kwa maana anauliza Google, anapewa majibu na Google, kisha baada ya hapo anauliza maraji, anapewa maraji na Google, anakwenda katika hizo PDF zake, anakopi yale maneno, anayaleta katika laptop yake, alafu anakaa pale akiwaonyesha wajinga wenzake ya kwamba yeye ni mjuzi sana na anajua sana vitabu katika hali za namna hii. Angalieni sasa huyu mtu alivyokuwa mjinga katika mazingira kama haya. Ni hatari sana. Hii clip anayo play ambayo tumesema ya kwamba watu wakiwa pale baharini wanaomba miungu yao, ndiyo maneno hayo hayo aliyoyasema yeye. Lakini cha ajabu maneno hayo kasahau pale alipoyasema, kaja na kauli nyingine. Qur'ani imezungumzia watu maalum, na ndio tunaowajadili hapa, wale washirikina waliokuwa wakiishi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya, si huyu hapa anasema Qur'ani imezungumzia watu maalum, kwa maana washirikina maalum wanapokuwa pale baharini wakapata dharba, hawa maalum kwa maana waliolinganiwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno kaleta aya mwenyewe, lakini kadhalika kama ilivyo kawaida yake, anachokileta
hakielewi katika hali za namna hiyo. Hebu wewe unasemaje pia kwa wale ambao hawajalinganiwa, wakipata na dharba pale baharini, wanamuomba Allah gani au wanaomba kitu gani? Hebu tuambie wewe mwenyewe. Hawajui kabisa pengine kama kuna Allah, pengine hawajui kabisa kwamba kuna Allah. Si huyu sasa anasema pengine hawajui kabisa pale baharini kama kuna Allah, pengine yani anafanya watu wajinga kama alivyo yeye Abu Jahali, basi anawafanya pia na mawahabi wenzake ni wajinga mfano wake katika hali zao. Pengine wanafanyaje? Hawamjui, kwa wanaomba kile wanachokijua. Haya, pengine wanaomba kile wanachokijua, si ndo maneno yake haya? Sasa kama ye mwenyewe amekiri ya kwamba pale baharini kuna wale ambao hawajalinganiwa, wakipatwa na dharba wanaomba kile wanachokijua wao wenyewe, si ndo maneno aliyakataa haya, akasema kwamba ni ujinga, na anayezungumza maneno haya anakuwa mjinga, na ujinga wake ni zaidi ya mlevi wa Pemba. Kwa hiyo mmeshamuona sasa mjinga, baba wa wajinga, ambaye ujinga wake ni zaidi ya walevi wa Pemba. Si huyu kasema mwenyewe? Kwa wanaomba kile wanachokijua. Yani shida ya huyu mtoto anasema alafu anasahau, na ndio madhara ya elimu bandia. Anasema anachokisema, baadaye anasahau, alafu anakuja kuleta tanakudhu katika maneno yake. Na yeye sasa akaja kutaja wazi kabisa. Sisi tulichokuwa tunasema ya kwamba wale watu wanaomba ambao bila shaka hawajalinganiwa, wataomba miungu yao bila kutaja si panya, si paka, si nani. Bahati nzuri kaja yeye katoa summarize, kataja kabisa panya, si paka, si nani. Si huyo kasema mwenyewe maneno haya ya mtu anayetamka maneno haya ni maneno ya kijinga, na kwa kuwa ni maneno ya kijinga, tena ujinga uliopindukia mipaka, msemaji naye ni Abu Jahali, ni baba wa wajinga, na kwa mujibu wake namna alivyosema huyu, kwa maneno haya ni zaidi ya mlevi wa Pemba katika hali za namna hii. Tena sio wa Pemba, ni zaidi ya mvuta bangi wa Jamaika. Miungu yao ni kina nani? Wale wanaoabudu panya, Mungu wao panya yule Allah, wanaoabudu mbuzi Allah, wanaoabudu sijui ng'ombe Allah, wanaoabudu Yesu Allah. Sikasahau mwenyewe maneno. Kasema mwenyewe alafu kasahau mwenyewe. Wallahi elimu bandia ni kitu hatari sana. Hatari mno. Kwa sababu elimu bandia ukishafunika kale ka laptop, umeshafunika akili yake nzima. Hana anachojua nje ya kile laptop katika hali za namna hiyo. Na ndio maana pia hatari sana. Katika vitu ambavyo ni hatari sana. Tazama tu, unaweza ukaona huwezi kuzungumza naye isipokuwa kuwa na lazima awe na laptop. Tofauti na hapa, hana laptop, hana cha kusema shekhe. Shughuli imeisha. Hana kabisa cha kusema. Awe katika mimba atakuwa na kila laptop au kisimu cha kutazama ili mambo yaweze kwenda. Hii ni hatari sana. Kwa hivyo ndugu zangu, napata kuona kwamba mtoto huyu ni mtu mjinga kuliko anavyofikiri. Kwa sababu yani yale maneno kayasema yeye, na yeye mwenye muda huo mfupi kasahau kama aliyasema. Alafu anasema haya ni maneno ya kijinga, na anayezungumza maneno haya anakuwa ni mjinga, afadhali hata mlevi wa Pemba. Sasa mmemsikia mlevi wa Pemba na mmemsikia mjinga zaidi duniani ni huyu alotamka maneno haya ambayo mwenyewe kayasema alafu baadaye kasahau. Yaani hichi kitoto hiki bana, wala upati kazi kuzungumza. Wala upata kukipuliza. Kinajichanganya mno, kinajikoroga mno. Hatari sana. Yaani kama kuna mtu jahil, basi huyu ni Abu Jahali. Huyu ndio baba wa wajinga wenyewe katika hali za namna hii. Hebu msikilize haya maneno yake, alafu nikuwekee kitu hapa, utastarehe na utaona mauzauza ya hili toto, na kwa nini tunaliita ni toto la haramu katika hali ya matendo linaloyafanya katika mazingira kama haya. Twende sambamba. Anasema al-Imamu al-Dhahabi, ambaye ni mwandishi wa kitabu Siyaru A'lami an-Nubala, maarufu kitabu kikubwa. Al-Imamu al-Dhahabi anakataa kabisa masala ya taksimu tauhid. Maneno haya ni maneno ya kijinga yenye kuonesha ujinga. Sikiliza sasa maneno. Mimi nimesema al-Imamu Dhahabi anakataa kabisa maneno ya taksimi tauhidi, kwa maana migawanyiko ya tauhidi. Yeye anakuja anasema maneno haya ni maneno ya kijinga. Angalia, maneno haya ni maneno ya kijinga. Hebu twende sambamba hapo sasa. Kuonesha ujinga wa mzungumzaji, anazungumza asiyoyajua. Aya, anasema inadhihirisha ujinga wa mzungumzaji, anazungumza asiyo
yajua. Kumbe yule anayeyazungumza asiyoyajua, huyo ndio mwenye sifa ya ujinga. Sasa nataka twende sambamba hapa mbele tukaone anayezungumza asiyeyajua kati ya mimi Yusufu Diwani na huyu mtoto wa Bachu huyu, ni nani anayezungumza asiyoyajua na ni nani anayestahiki kuwa Abu Jahali, baba wa wajinga wote duniani katika hali ya. Twende sambamba sasa, utaelewa kitu hapa. Nilitoa ushahidi wa vitabu vya wanavyuoni kikiwemo kitabu cha al-Imam Dhahabi mwenyewe. Anasema haya maneno yanaonyesha ujinga wa mzungumzaji. Na niliposema hivi nilitoa ushahidi wa vitabu. Alafu anapotaja neno vitabu, sijui akili yake yeye inamtuma nini yani. Kwani kutaja vitabu nani anashindwa kutaja? Nani kutaja vitabu vya dunia nzima? Lakini hujavielewa. Yani shida unajua shekhe, hapo kuna kitu ambacho lazima tu pia wazinduke sehemu moja hii. Kwa sababu gani? Unaposema neno vitabu ni lugha ambayo yote mtu anaweza akasema neno kitabu. Asije kitabu gani chokizungumzia na hata kilichomo ndani maudhui ya kitabu chenyewe usikijue. Sijui tu yeye anaelewa nini anaposema neno vitabu. Sasa twende sambamba katika hili. Anasema miongoni mwa vitabu nilivyotoa ni kitabu hiki cha al-Imam Dhahabi mwenyewe. Hapa ndipo nataka watu sasa waende wakaone. Pale aliposema ya kwamba ni mtu ambaye hajui anachokisema. Sawa, maana yake nataka muone sasa wale ambaye hajui kile ambacho anayekisema ni nani. Na mtakuja kubaini hapa katika hichi kitabu cha al-Imam Dhahabi ambacho yeye kakileta hapa kama ushahidi wake. Ndio mtabaini kabisa kwamba hili toto hili ni Abu Jahal, ni baba la wajinga wote. Yani wale ambao kazi yao kucomment wewe unajua sana, baba yao katika ujinga huo ndo huyu sasa mtoto wa Bachu katika hali za namna hii. Hebu tuende hapo. Kitabu hiki hapa sitosoma maelezo yote kwa sababu sio maudhui yangu wala sitaki nipotezee muda. Kitabu hiki kinaitwa Al-Muntaqa cha al-Imam Dhahabi kwenye ukurasa nambari 158 kwa chapa hii ninayotumia mimi. Sahihi kabisa. Anasema kitabu hiki kinachoitwa Al-Muntaqa cha al-Imam Dhahabi. Haya ni maelekezo alioelekezwa na Google au ChatGPT. Baada ya kuelekezwa akaenda katika PDF zake. Baada ya hizo PDF akaja akaziweka hapa hizo PDF zake, akiwaaminisha watu kwamba yeye ni fundi sana wa kusoma vitabu. Kumbe kile anachokisoma ni akaka kurasa ambako alikoelekezwa na ChatGPT katika hali za namna hii. Alafu anafanya yani huyu mtoto kaisha waona mawahabi ni watu wapumbavu mno. Ndio maana anaviringa anavyotaka. Na nyinyi mnamweka kweli kabisa wewe ndio shehe. Kaisha nyinyi wapumbavu. Kwa sababu mimi naamini kabisa huyu mtoto hichi kitabu Al-Muntaqa hajawahi hata kusoma hata kurasa moja. Zaidi ya hivi kuwa anachukua anauliza majibu yakija anaweka hapa, alafu anakufanya nyinyi wapumbavu ya kwamba yeye ni fundi wa kusoma vitabu. Muongo mkubwa huyo. Na ukitaka kulibaini kwamba hakuna anachojua, subiri sasa nianze kuweka wazi hapa katika hii kurasa. Haya maandishi aliyoweka hapa ndio mtajua hana anachojua katika hivyo vitabu, na huyu ndio Abu Jahal mwenyewe katika hali ya namna hiyo. Twende sambamba Sheikh. Mimi al-Imam Dhahabi anawataja ahlul kalam ambao wameingia katika batil, wakawacha manhaji ya haki, wakawacha tauhidul uluhiyya, wakawacha kuthibitisha ule uhakika wa asma'i wa sifati, wakashikamana tauhidur rububiyya. Kisha chini akasema tauhidi inayotakiwa hasa sio hiyo walioishika wao. Tauhidi inayotakiwa ambayo ndiyo lengo ni tauhidul uluhiyya, kwa sababu ndani yake ndio imekusanya hiyo tauhidur rububiyya. Haya, msikilizeni huyu sasa. Na anakuambia huyu ni Abu Jahali. Huyo anajichanganya hapo. Anasoma maneno ya al-Imam Dhahabi. Alafu anasema hii sitaki kuchambua sana. Na anajua kabisa kwamba sio sitaki kuchambua sana. Anajua kabisa kwamba maneno hayaelewi. Na maneno ni mwiba kwake. Sasa sikiliza maneno al-Imam Dhahabi namna jinsi anavyosema. Alikuwa anawazungumzia ahlul kalam. Ahlul kalami ni wale watu ambao wanamthibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maumbile. Tofauti na jinsi alivyoelezwa katika Qur'ani, tofauti na jinsi alivyoelezwa katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakisikia Allahu as-Sami'u, wao wanachokifanya wanasema ana masikio. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasikia. Hawa ndio wanaitwa ahlul kalam katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika na wale ambao wanaoijadili
tauhidi. Kwa maana wakawa wanataka kuichambua tauhidi. Hawa wanaitwa ahlu al-kalam. Ndio alikuwa anaongelea al-Imam Adh-Dhahabi. Sasa sikiliza maneno aliyoyaleta mwenyewe huyu Abu Jahali, baba la wajinga hili, namna ambavyo halikuyaelewa kabisa ya maneno ya al-Imamu Adh-Dhahabi. Alafu kwa uhali halisi ya namna hii mnabaini sasa Abu Jahali ni nani, mjinga ni nani kati ya huyu aliyoyaleta haya maneno na hakuyaelewa yanakusudia nini, na haya maneno anayoyasema huyu mtoto wa bachu huyu, ambaye bila shaka ana sifa zote za uwana haramu kwa mujibu wa wana wa vioni. Sikiliza maneno haya. Huyu bwana alikuwa anazungumza, miongoni mwa watu alikuwa anawazungumzia akawatolea mifano kalfarabi, kama vile mtu anaitwa Al-Farabi wa Ibn Sina, na akamzungumzia mtu ambaye anaitwa Ibn Sina. Hapa nakwenda naonyesha sasa kwa mshale hapa ili muone vizuri. Wa Musa ibn Maimun, lakini kadhalika na akawa na Musa ibn Maimun al-Yahudi. Wa Yahya ibn Adi an-Nasrani, na Yahya ibn Adi an-Nasrani. Naona kazi. Farabi ni mtu ambaye hana dini. Ibn Sina ni mtu wa dini. Musa ibn Maimuna al-Yahudi ni Myahudi. Na Yahya ibn Adi an-Nasrani ni Mnasara. Angalia hawa watu wanne hao. Na watu wanne hao. Fahum ma'al ilhadihim, pamoja na kupinga kwao anasema ashaddu aqilan. Hii hapa imekosewa kiuandishi. Hii ni ashaddu aqilan wa nadhara min Aristo wa atba'i al-mashain. Sawa? Lakini kadhalika akasema hawa ni katika watu ambao bila shaka wana akili sana na wana mtazamo sana kutoka kwa Aristo, mtaalamu wa masuala ya ilmu ya falsafa huyo, katika hali za namna hiyo, na wafuasi wake ambao wanaisoma hiyo ilmu. Sikiliza sasa. Wadakhala ba'dul mutakallima, unaona kazi, wakaingia baadhi ya hawa watu wa ilmu al-kalam ya kumpa Mwenyezi Mungu maumbile, ma'ahum, pamoja na hao. Jiulize swali, wameingia watu wa maneno, kwa maana wale watu ambao wanampa Mwenyezi Mungu maumbile, hawa wameingia ma'ahum, pamoja na hao Mayahudi, pamoja na hao Manasara, pamoja na hao wasio na dini, wameingia pamoja nao fil batili, katika sala la nini? La batili. Mkristo ni lini aliwahi kuwa na haki sasa akaacha haki akaja kwenye batili? Hakuna. Yahudi ni lini aliwahi kuwa na haki sasa ameacha haki amekuja kwenye batili? Hakuna. Sikiliza sasa, ndio maana nasema hili toto hili Abu Jahali, hili toto la bachu hili, baba la ujinga hili, linaleta maneno ambalo lenyewe haliyaelewi maneno hayo yanahusiana na suala gani. Na ndio maana yakimbia kimbia maneno. Kisha likasema wa kharaju anil haqi, na wakatoka katika nini? Katika haki. Haya ni haki gani alikuwa nayo Mkristo katoka kwenye haki kaenda kwenye batili? Ni batili. Ni haki gani alikuwa nayo Myahudi katoka kwenye haki kaenda kwenye batili? Maneno ya bwana mkubwa al-Imamu Adh-Dhahabi yako kweupe kabisa, yanakataa kabisa masuala haya ya tauhidi tatu katika hali ifuatayo. Wakatoka katika haki. Kutoka kwenyewe katika haki ni nini? Ikaja al-jumlatul mu'tarida, akaweka sasa ile jumlatul mu'tarida ikidhihirisha ya kwamba kutoka kwenyewe katika haki ni nini? Ka tauhidil ilahiyya wa ithbati haqaiqi asma'i wa sifat, kama vile tauhidul ilahiyya. Kama watu wakajiingiza katika tauhidul ilahiyya, sawa, wakatoka katika tauhidi ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ithbatu haqaiqi asma'illahi wa sifati, na kuthibitisha nini? Majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake. Nini maana ya kuthibitisha? Tunaposema Allahu as-Sami'u, hili ni ismullah, ni jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wao wanachokifanya wanathibitisha maumbile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndiyo yamewatoa wao katika nini? Katika haki, na ikawapeleka katika batili. Ndio anasema Imamu Dhahabi katika haya maneno. Sasa yeye kaleta maneno ambayo hayaelewi yanakusudia nini. Si jahili huyu? Jahili. Tena Abu Jahali kabisa, yani, baba wa wajinga katika hali za namna hii. Na ndio maana wajinga wachanga wanamsupport kwenye sisi katika ujinga wao katika hali za namna hii. Walam ya'rifu min al-tauhid illa tauhid ar-rububiyya. Anasema na wala hawakutambua katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ila walimfanyia kigawanyo cha kitu kinachoitwa tauhidur rububia katika hali za namna hiyo. Unaona mambo hayo? Kwa hiyo al-Imamu Dhahabi anakataa kufanyaje? Kugawanywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hilo ni jambo lilowatoa watu katika haki na likawapeleka katika batili. Ndio maneno ya Imam Dhahabi anayosema. Haya maneno ndio maneno ya Imam Dhahabi anayosema katika hali za linakuja lenyewe linasema kwamba Yusuf Diwani kule kukataa kusema kwamba Imam Dhahabi amekataa, hiyo ni ujinga. Sasa ili wewe kuja kukubali kwa maneno haya kwamba Imam Dhahabi kakubali kupitia maneno haya, wewe ni Abu Jahalin, wewe ni baba wa wajinga zaidi katika hali za namna hiyo. Ni hatari shehe. Na anaonekana tu kwamba hatari Abu Jahali tu. Haya, sikiliza maneno sasa. Wa huwa al-iqraru bi anna Allah, kuwatoa katika haki kuwaingiza katika batili. Maana yake nini? Ni kukiri ya kwamba Mwenyezi Mungu khaliqu kulli shay'in wa rabbu, kwamba ni muumbaji wa kila kitu na mtawala wake. Hivyo tu. Kwa kuwa huu ni mgawanyo, umegawanya ukaamini hivyo, huku ni kutoka katika haki na kwenda katika nini? Katika batili. Ndipo anaposema al-Imamu Dhahabi katika maneno haya. Sasa hapa mtu hajaelewa nini? Kweli maneno haya yako wazi kabisa. Haya katika alam wa hadha tauhidu aqarra bihi al-mushrikun, na tauhidi hii ya rububia ndio tauhidi ambao waliokiri kwayo kina nani? Washirikina. Na ndio maana ikawa sababu ya kuwatoa kwenye nini? Kwenye haki kuwapeleka kwenye batili. Imamu Dhahabi anakataa, anasema hii migawanyo, kugawanya hivi ni kutoka katika haki kwenda katika batili. Wewe unakuja unachukua maneno haya, huyaelewi yanazungumzia nini, jahil murakkab wewe. Alafu unasema kwamba Imamu Dhahabi mwenyewe anakubali masuala ya tauhid. Migawanyo wapi kakubali hapa Imamu Dhahabi kwa maneno haya? Tafuta mengine mzee. Tafuta mengine Abu Jahali mkubwa wewe. Kwa haya maneno unashokataa. Sikiliza, qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema wala in sa'altahum man khalaqahum, na ukiwauliza nani alowaumba, la yaquluna Allah, wanasema ni Allah. Surati Zukhruf. Wa qala wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Na akasema tena katika suratu Yusuf, na wala hawaamini wengi miongoni mwao kumwamini Allah isipokuwa hali ya kuwa na wao wanafanya ushirikina. Kufanya ushirikina ni nini? Ni kuamini kuna kipande kinachoitwa rububia. Huu ndio ushirikina wenyewe katika hali za namna hiyo. Si ndio anasema Imam Dhahabi hapo? Haya, kisha baada hapo akasema, anasema wa innama tauhidul matlubu. Imamu Dhahabi huyo sasa ili kuweka wazi ya kwamba hii migawanyo ya tauhidi ni kutoka katika haki na ni kuwapelekea watu katika batili. Anasema wa innama, kanza na adatu lilhasri, hakika si vinginevyo, at-tauhidul matlubu, tauhidi ambayo inayotakiwa, tauhidul ilahia, ni tauhidi ya kumuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, almutadammin tauhid ar-rububiyya, ambayo bila shaka imekusanya ndani yake tauhid ar-rububiyya. Na huyu mwenyewe sikasema maneno ya namna hii. Wewe umesema ya kwamba hii ni tauhidi inayotakiwa, ni ile ambayo ilahia iliyokusanya tauhid ar-rububiyya. Maana ya kukusanya, maana yake ni nini? Kuna kuwa na migawanyiko au tayari inakuwa ni tauhidi moja? Ni moja. Sasa al-Imamu Dhahabi lenyewe linakuja kujikanyaga hapo katika maneno ya al-Imamu Dhahabi. Hebu rudia tena hayo maneno. Wewe umesemaje hapo? Tauhidi inayotakiwa hasa sio hiyo walioishika wao. Tauhidi inayotakiwa ambayo ndiyo lengo ni tauhidul uluhiyya, kwa sababu ndani yake ndio imekusanya hiyo tauhidur rububiyya. Unaona sasa? Angalia sasa huyu mtoto alivyokuwa poyoyo huyu na alivyokuwa ni jahil murakkab, ni Abu Jahal. Maneno kayaleta mwenyewe, alafu bado hayaelewi hayo maneno yanakusudia nini. Yeye mwenyewe mwishoni hapo anakuja kusema ya kwamba tauhidi inayotakiwa sio hiyo, ikiwa ni dhahiri kabisa ya kwa hiyo tauhidi ambazo alizozieleza hapo al-Imam al-Dhahabi ni tauhidi batili. Sio hiyo, isipokuwa tauhidi inayotakiwa ni ile tauhidul ilahia ambayo iliyoambatana na iliyokusanya tauhidur rububia katika hali za namna hiyo. Sasa huyu anajichanganya hapo katika hayo maneno, hayaelewi maneno haya, na kwa kuwa yeye anasema ya kwamba usipoyaelewa maneno katika hali za namna hiyo, huyo yani hayo ni maneno ya kijinga na msemaji ni mjinga. Tumepata dhahiri kabisa tena yaliyokuwa wazi kabisa, kwa kuwa yeye kaleta maneno ambayo hayajui,
Na kwa kuwa maneno hayajui, akaja kueleza vya kwake ambavyo havimo kwa Imamu Adh-Dhahabi. Maana yake hayo ya kwake alioeleza huyu mtoto wa Bachu ni maneno ya kijinga, na kwa kuwa ni maneno ya kijinga, na yeye msemaji wa maneno hayo ni mjinga, na tunamuongezea cheo kwa kuwa anabeba vitabu bila kuelewa yaliokuwa katika vitabu. Huyo ni Abu Jahalin, kwa maana ni baba wa wajinga wa Kiwahabi katika hali za namna hiyo. Yani huyo ndo baba wa wajinga wa Kiwahabi katika hali za namna, baba yao ndio huyo. Kwa hiyo wale wote unaona wana comment na kuandika comment za matusi kuwatukana kina Sheikh Yusuf Diwani, au wanaandika comment za kumpongeza, ni kwa sababu tu ni wajinga, wanampongeza baba yao katika ujinga katika hali za namna hiyo. Sasa sisi tunapata tabu na hayo matusi yetu. Hatuwezi kupata tabu Kata kidogo. Yani tena katika vyeo tu wanapeana vyeo vya ujinga. Waendelee katika hali za namna hiyo. Haya, sikiliza. Kwa hivyo akaigawanya migawanyo mitatu ya tauhid al-Imam Adh-Dhahabi katika kitabu Al-Muntaqa kwenye ukurasa nambari 158. Haya, unaona sasa yeye anasema ya kwamba hiyo ndio imekusanya hiyo ilahia, imekusanya tauhidur rububia. Alafu anaanza kuleta uongo sasa. Anasema kwa hiyo amegawanya Imamu Dhahabi tauhidur. Wapi amegawanya? Hakuna sehemu katika maandishi yao andika tauhid kwamba al-Imamu Dhahabi amegawanya hizo tauhidi, bali Imamu Dhahabi anasema watu wa kalam kwa kufanya utaratibu huo wa migawanyo hiyo wametoka katika haki wakaenda katika batili katika hali za namna hiyo. Lenye linakuja kusema uongo, kumsemea uongo al-Imamu Dhahabi, alafu kadhalika linakuja kuonyesha kwamba dhahiri shairi kabisa maneno ya Imamu Dhahabi hajayaelewa kabisa. Alafu sasa cha kushangaza zaidi ni kwamba bora angesema maneno ambayo yeye mwenyewe hayaonekani basi. Ajabu sana. Maneno yanaonekana na bado unaongopea watu. Hapa. Sasa iko hivi, kwa mawahabi kuongopewa hivi ni rahisi sana. Kwa mawahabi kuongopewa kwa mtindo wa namna hii ni rahisi sana. Kwa sababu mawahabi ni majahil na huyu ni Abu Jahali. Yani mawahabi ni watu wajinga na huyu ndo baba yao katika ujinga. Wanakosaje kuongopewa kwa kiwango cha lami kwa kiwango hiki? Yani hiyo mzee ni kiwango kile chenyewe kile. Ajabu kabisa. Ajabu, mtu kakuwekea sana maandishi hapo, anakuongopea. Na unaongopewa. Basi wewe ni mtu wa ovyo zaidi katika hatari sana. Kitabu Al-Muntaqa kwenye ukurasa nambari 158. Kwa hivyo mwenyewe katika kitabu chake anadhihirisha mengine na kuthibitisha vigawanyo vya tauhidi, na huyu bwana anazungumza kwa ujasiri. Ndio maana anasema huu anaofanya ni ujinga. Anazungumza asiyojua. Sasa sikiliza haya mama. Hichi kitoto hiki kinazungumza kwa kujiamini katika maandishi kilioyaweka ambacho hakiyaelewi yanazungumzia kitu gani. Maana yake sasa kwa kuwa maandishi kayaweka na bado hayaelewi. Huyo ni Abu Jahali. Kwa hiyo mpaka sasa yule mtu ambaye anayetaka kujua ukweli, aloacha akili yake huru, amemwona Abu Jahali ni nani. Maneno kayaweka mwenyewe yapo ya al-Imamu Dhahabi, na maneno yanamkataa kabisa, yanakwenda tofauti na anachokisema. Anammezesha maneno al-Imamu Adh-Dhahabi na kuleta uongo kumuongopea al-Imamu Dhahabi katika maneno ambayo yeye hajayasema. Ndio naona hapa anachokifanya, yani analeta anawaporojea wale wajinga wadogo. Yeye yupo katika cheo chake pale. Kwa wajinga wadogo wanakuwa ni rahisi sana kupokea vile ambavyo anasema. Na kwa bahati mbaya basi yani wanasoma lakini pia nao wanachukua uelewa ule. Hawa si summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Hawa ni watu ambao ni viziwi, mabubu, vipofu na akili hawana. Si maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama wewe ni mtu una akili sawa sawa, hivi kweli unaweza ukadanganywa na huyu mtoto huyu? Hivi akudanganya dhahiri kabisa na wewe kwamba unawe katika wewe ndio mwanachuoni, tunaelewa sana. Wajinga mnauelewa ujinga wa mjinga wa baba wenu wa mjinga. Sasa kuna maajabu gani? Yani waendelee tu kuelewa huo ujinga wao katika sayari ya ujinga. Basi ndio kilichopo katika mazingira. Mwamba huyu anasema yeye anakataa kabisa masala ya taksimi tauhidi. Sasa anakataa vipi kwenye kinywa cha huyu? Anathibitisha vipi kwenye kitabu chake? Angalia sasa alivyokuwa mjinga huyu. Eti anakataa vipi kwenye kinywa cha huyu, anathibitisha vipi kwenye kitabu chake? Kitabu gani kathibitisha? Kathibitisha wapi hicho kitabu? Yani, kitabu kinakuja kumkataa huyo Bachu mwenyewe. Kinamwambia kwamba
wanaogawanya tauhidi ni watu waliotoka katika haki wanaokwenda katika batil. Kwa mujibu wa Imamu Adh-Dhahabi amesema hivyo katika hali. Linakuja lenyewe linawaongopea wajinga wenzake kwa kuwa lenyewe ndo baba lao la ujinga. Eti sasa anakataa vipi kwa kinywa cha huyu na anakubali vipi katika kitabu chake? Kitabu gani kilichokubali? Sasa mimi nataka sasa hapo nataka niwaambie. Sasa Imam Dhahabi anakukataa vipi wewe na wao wajinga wenzio ukubali vipi? Maana kutabaini kwamba Imam Dhahabi anamkubali Sheikh Yusuf Diwani, Imam Dhahabi anakukataa wewe pamoja na wajinga wenzao. Kwa sababu ndivyo ijisiri. Imam Dhahabi katika maneno haya kanikubali mimi, kaniunga mkono 100%, na Imam Dhahabi amekukataa wewe Abu Jahali pamoja na majahili wenzako wanaokutia ujinga, ukahisi unajua, kumbe maskini wanazidi kupoteza katika hali. Hatari sana. Endelea katika bahari yako ya ujinga tusikie. Sasa mimi nikimuita mjinga huwa nimekosea na mtukana au nimempa sifa yake kwamba wewe hujui unayo yasema. Sahihi. Eti mimi nikimuita mjinga nitakuwa nakosea? Sasa ikiwa Imamu Dhahabi ameniunga mkono mimi na Imamu Dhahabi amekukataa wewe, hapa mjinga anayefaa kuitwa mjinga ni nani? Abu Jahali mkubwa wewe katika hali sana. Kitabu cha al-Imamu ukielewi kwa kuwa na sababu ya kutoelewa al-Akhi Hussein bin Diwani unajua ni nini? Ni kwa sababu ya ChatGPT. Yaani huyu anachokifanya ni kuingia kwa robot hilo, anauliza maswali. Je, mimi nataka nijue, je, migawanyo ya tauhidi inapatikana wapi? ChatGPT anamletea pale vitabu vingi sana anamtajia. Kisha baada ya hapo anasema nataka nende katika kitabu hiki Al-Muntaqa. Anakwenda katika hicho kitabu. Kurasa itakayokuja ambayo anaitaka ndio hiyo hiyo. Sio kwamba huyu kawahi kukisoma hicho kitabu. Na ndio maana makosa yake katika tafsiri yanakuwa ni mengi sana katika hali za namna hiyo. Kwa sababu ni maandishi ameyaona hapo hapo kakurupuka. Na ndio maana sisi tunasema ilmu sahihi ni ilmu ya mtu kukaa kwa mwalimu akasomeshwa kisha baadaye akafundishwa katika hali za namna hiyo. Sio kujisomea hivi. ChatGPT. Watu washakushtukia mzee. Alafu sasa kitu ambacho nataka pia ni wazindue wa Wahabi hawa katika hali moja ama nyingine, kwa sababu leo ChatGPT tazama ya maneno alivyokuja. Maneno alivyokuja ndio maneno ambayo kwanza hayampi uchambuzi wa moja kwa moja wa wazi. Sahihi. Kwa kuja maneno ambayo anapewa maneno kama maneno, yeye anachokifanya anatafsiri uongo wa yale maneno. Sahihi. Alafu anamezesha Mawahabi wenzake uongo wa maneno hayo. Kwa hivyo sasa ChatGPT anachokifanya yeye anatembea sana upepo wa akili yake na fikra yake inavyotaka ili kuendelea kuwafanya wajinga waendelee kuingia katika bahari yao ya ujinga siku baada ya siku. Kwa al-Akhi Sheikh Hussein bin Diwani, mimi tayari nafikiri tumeliweka wazi hili jambo. Tayari kishajulikana ujinga wake huyu Abu Jahal. Huyu mtoto wa Batu ambaye ni Abu Jahal. Huyu mtoto ni mtu jahil sijawahi kuona duniani. Na bahati mbaya sasa anawafanya pia Mawahabi wenzake ni wajinga kupindukia mipaka, na wanakubali Mawahabi ujinga. Yaani kama huyu ndio shekhe wenu anakupelekeni hivi, basi nyinyi ni wakupigiwa takbira 4 mmeshajifia. Shughuli imeisha. Kweli kuna mwanachuoni hapa? Unajua shekhe katika kitu ambacho eti vitabu anavyovileta pale hakuna anachoelewa hata hiki hata kimoja. Hana kitabu alichowahi kukisoma mwanzo mwisho, hayupo. Hakuna kitabu hicho. Anawadanganyeni tu. Hana kitabu alichokisoma kwamba hiyo Riyadhus Salihin kusoma mwanzo mwisho hajawahi kuisoma. Ataweza kusoma. Yeye anachokifanya anauliza Google. Baada ya kuuliza Google anamletea majibu. Anauliza maraji, wanamtajia pale vitabu. Baada ya kumtajia vitabu anamtajia na kurasa. Anakwenda kwenye hizo kurasa. Sio usomi kwamba kakaa kasoma hicho kitabu. Muongo mkubwa huyo. Bado anawadanganyeni na nyinyi mnakuwa wajinga wa kiafu. Anawafanyeni anawafanyeni kwamba anawafanya wapumbavu. Kitu ambacho kwa tafsiri nafahamu lugha za vitendo utabaini kwamba anawaambia wenzake tumieni akili na waingizeni chaka. Amkeni. Ndugu zangu zidukeni. Mtoto wa Bachu bahati nzuri ni mwepesi sana, unavyomjaza ndivyo anavyojaa, na ukimjaza anajaa, na ukitaka kumpa unampa kweli kweli, mambo yanakuwa ni mazumini kwa